Marekani imeshambulia madaraja matano na miji kadhaa kusini mwa Iran. Watu wameuawa na wengine pia kujeruhiwa kufuatia mashambulizi hayo. Jeshi la Marekani lilifanya mashambulizi mapya usiku wa Alhamisi likilenga madaraja matano pamoja na miji mbalimbali kusini mashariki mwa Iran. Haya ni mashambulizi ya 6 mfululizo ndani ya siku 6 dhidi ya Iran. Shirika la utangazaji la taifa la Iran liliripoti kwa mtu mmoja aliuawa, wengine 8 kujeruhiwa baada ya shambulio lililolenga eneo la makazi katika mji wa bandari wa Bandar Abbas. Katika shambulio jingine, Marekani ilishambulia madaraja mawili karibu na mji wa Bandar Kamil katika mkoa wa Hormozgan ambapo watu 7 waliuawa na wengine 9 kujeruhiwa. Shirika la habari la serikali ya Iran pia liliripoti milipuko 4 katika pwani ya kisiwa cha Qushm, huku shirika la habari la Tasnim likisema milipuko mingine ilisikika katika mji wa Sirki uliopo pia katika mkoa wa Hormozgan. Kwa mujibu wa Tasnim, moja madaraja yaliyoshambuliwa ni daraja la Bandar Abbas Shiraz lililopo karibu na Bandar Kamil. Shambulio hilo lilisababisha kukatika kwa umeme katika maeneo kadhaa. Vyombo vya habari vya Iran pia viliripoti milipuko 3 magharibi mwa Bandar Abbas na mingine 2 katika mji wa kusini wa Bushehr. Shirika la habari la Meris lilichapisha picha zinazoonyesha athari za mashambulizi katika Bandar Abbas likisema taarifa za awali zinaonyesha kuwa huenda mnara wa mawasiliano ulilengwa, ingawa taarifa hiyo bado haijathibitishwa rasmi. Meris pia iliripoti milipuko karibu na uwanja wa ndege wa Iran Shah kusini mashariki mwa Iran. Aidha, naibu gavana mkoa wa Khuzestan anayeshughulikia masuala ya usalama alisema maeneo yanayozunguka mji wa Ahvaz kusini magharibi mwa Iran pia yalilengwa na mashambulizi ya Marekani. Baadaye shirika la habari la Fars lilisema jumla madaraja 5 yalishambuliwa ikiwemo daraja la Galve na daraja la Krustan ambao ni miundombinu muhimu kwa usafirishaji vifaa na harakati za kijeshi ndani ya Iran. Iran imedai kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi katika vituo vya Marekani nchini Kuwait. Ofisi ya mahusiano ya umma ya jeshi la Iran ilitangaza kuwa jeshi hilo lililenga maeneo ya ukusanyaji wa wanajeshi na vituo vya usaidizi wa vifaa vya jeshi la Marekani nchini Kuwait. CENTCOM ilithibitisha kuwa ilikamilisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran ikiwa na operesheni ya 6 mfululizo. Katika taarifa yake, CENTCOM ilisema leo majira ya saa 3:40 usiku kwa saa za mashariki mwa Marekani, kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilikamilisha wimbi lake jipya la mashambulizi makubwa dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa CENTCOM, mashambulizi hayo yalilenga mifumo ya uangalizi wa pwani, mifumo ya ulinzi wa anga, miundombinu ya usafirishaji wa vifaa vya kijeshi, uwezo wa kijeshi wa Iran katika shughuli za baharini. CENTCOM ilisema operesheni hizo zinafanywa kwa maelekezo ya rais wa Marekani ili kupunguza uwezo wa kijeshi wa Iran na kuifanya iwajibike kwa mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara katika mlango wa bahari wa Hormuz. Aidha, alieleza kuwa zaidi ya wanajeshi 50,000 wa Marekani wanaendelea kufanya operesheni katika eneo la Mashariki ya Kati na wako tayari kwa hatua zozote za kijeshi. Mvutano kati ya Marekani na Iran umeongezeka tena kuhusu usalama wa mlango bahari wa Hormuz licha ya nchi hizo mbili kusaini mwezi uliopita hati ya makubaliano iliyosimamiwa na Pakistan kwa lengo la kumaliza mzozo na kufikia amani ya kudumu. Msemaji wa ikulu ya Marekani Caroline Leavitt alisema sababu ya mashambulizi hayo ni kwamba Iran ilikiuka makubaliano hayo. Alisema katika makubaliano hayo Iran ilikubaliana kutoshambulia meli za kibiashara zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa bahati mbaya imeamua kukiuka makubaliano hayo.